Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Kijana anayefahamika kwa jina la Seifu Musa amefariki dunia katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha mara baada ya kudaiwa kuuawa na askari wa wanyamapori wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kufuatia tuhuma za ujangili. Seifu alikuwa akisafiri pamoja na wenzake Salim Hamis maarufu kama Pacha na Abdalla Nuru wakitokea Arusha kuelekea Babati mkoani Manyara kwa ajili ya mazishi ya mwenzao ambaye walikuwa akifanya naye kazi ya kutengeneza magari katika maeneo ya Disemba jijini Arusha. Wakiwa njiani maeneo ya Karatu, walipotea njia na kuingia katika eneo ambalo linakaribia mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Baada ya kupita geti la kwanza, wakagundua kwamba wamepotea njia, na wakati wakirejea ndipo wakakuta geti hilo limefungwa na askari walikuwepo katika geti hilo na kuwahoji wao kuwa ni majangili. Vijana hao kwa kujitetea waliwakumbusha kwamba walipita muda sio mrefu katika geti hilo na waliwafungulia, hivyo wao sio majangili. Lakini askari hao hawakuelewa na kuanza kuwatesa na kuwalaza katika miba yenye sumu iliyopelekea kifo cha mmoja wao. Polisi mkoa wa Arusha wamethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kwamba wanashikilia askari watatu kwa ajili ya uchunguzi. Mimi hapa nikajua njia ya kwenda Babati ni kupitia wapi? Karatu. Nikawa sasa nimeingia ile njia ya kwenda Karatu. Tumetembea tukafika Karatu mjini pale. Ikawa sasa tukabadilishana, mwenzangu akawa anaendesha pikipiki, mimi nikawa nimebaki kule nyuma na ule mwenzetu wa katikati ndo akabaki. Tukatembea. Tulivyofika hapo karibia sana hilo geti, tukakuta kimlima hivi, tukawa tunapanda. Tulikuwa tunawahi wenzetu. Tulikuwa speed kidogo, tulikuwa tunawahi wenzetu. Lakini sasa ikawa sisi tumepotea njia. Kufika hapo mbele tukakutana na kigeti kidogo. Hicho geti kidogo tumefika hapo tukapita. Maana wale maaskari walikuwa kwenye kile kibanda wamekaa kule ndani. Ile tunapita tunakutana na ile geti kubwa limeandikwa Ngorongoro. Kufika tukutana na hizo cruiser zimepaki, wakasema wazungu tumefanyaje? Tumepotea njia. Kupotea njia pale ndo ule wakati wa kurudi wale maaskari ndo wakawa wametoka kule ndani. Wakawa wanatoka kule nje sasa wamefunga geti. Wakatuuliza, wazee mnaenda wapi? Tukaambia si tulikuwa tunaenda msibani wapi? Babati. Babati huku vipi? Kaambia tumefanyaje? Tumepotea njia. Mmepotea njia Akasema nyie mnadanganya, nyie ni majangili, sijui mnaenda kuwinda. Nikamwambia hamna brother. Sisi tumefanyaje? Tumekosea njia, tusameheni tu, tujui njia. Akasema hamna, pakini pikipiki hapo. Tukapaki pikipiki pale. Tulikuwa na begi ilikuwa halina kitu. Wakatuuliza kwenye begi mbeba nini? Nikamwambia ili begi ndiko kavu tu tumelibeba kwa sababu tukishafika hapa msibani ni tuweke nini masweta. Akasema hapana. Wakachukua lile begi wakalikagua hamna kitu. Wakalitupa chini. Akasema sasa nyie njooni huko. Wakatupeleka hapo nyuma kidogo ya huo ukuta wa hicho kibanda cha nani. Wakatuambia tunyanyue miguu juu. Tukanyanyua miguu juu. Kunyanyua tukakaa kama dakika 5 hivi. Sasa wenzangu wakawa wamefanyaje? Wamechoka. Ile kuchoka wakaambiwa wafanyaje? Vueni nguo. Wakavuliwa nguo, wakamwagiwa na maji, wakapelekwa kwenye hao majani. Hao majani yanachoma sana. Wakaenda kulazwa kule, wakagaragazwa kule, garagazwa sana. Mimi nikawa nimefanyaje? Nikachoka. Ile kuchoka sasa na mimi wakaniambia nifanyaje? Nivue nguo. Na mimi nikavua nguo kwenda kwenye majani, nikalala tu bavu kidogo hivi. Upande wote huu umenichoma. Nika sasa mwili unakuwa unauma. Nikamwambia brother, mimi siwezi kulala kwenye haya majani. Akasema wewe ni mjeuri. Nikasema hapana. Mimi bora mnipige tu mniue, siwezi kulala kwenye haya majani. Wakanipiga fimbo pale, piga za mkononi huku. Piga na buti. Kaambia mimi siwezi kulala hapa. Wakasa wakaniacha wakafuata wale wenzangu. Akasema wapigeni ndugu zenu nini? Ndugu zenu simu. Ndio tukawa pale wale wenzangu kule wanavaa nguo, wakawa wanawapigia hao jamaa. Kuwapigia simu wakaongea nao wakasema sisi tutoe faini 118,000. Wale jamaa akaambia sawa. Walivyoambiwa pale sawa, jamaa akasema ngoja basi tuwapigie wakuu wetu. Wale hawajawapigia, ikawa sasa wametulia pale wanatuhoji. Sasa tumekaa sasa, mimi wakaniambia nitoke kule. Kutoka wakaniambia nivae nguo. Kuvaa nguo, huyo mmoja wetu sasa ambaye anaitwa Matejo ndo akawa sasa nguvu imemwishia, akadondoka chini. Kudondoka chini mate ndo akaanza kumtoka mdomoni, makamasi puani. Akawa ananiambia Abdalla, mimi siwezi kupumua.
Nikamwambia jamaa wangu kaza ili tufanyaje? Tuondoke. Akasema mimi siwezi kupumua. Sasa nikafanyaje? Namvua viatu. Wakati huo maaskari wanakuwa wanatuangalia tu. Nikamvua viatu nikaanza kumpepea pale, mpepea. Yule mwingine tena wa pili akadondoka naye chini. Akawa naye anatoka mate mdomoni na makamasi puani. Sasa wale maaskari walivyoona jamaa hali inakuwa ngumu, wakaenda kumnunulia Fanta. Akasema sijui ni sukari imeshuka. Sasa yule sukari kushuka kunywa hivi hawezi. Ananiambia brother nisaidie. Yule mwingine ananiambia naye nisaidie, sijui na mtoto wangu yuko mwenyewe, kwa hiyo mimi naomba tu nisaidie. Huyu mwingine tumuache tu. Akamwambia hapana, mimi siwezi kuwaacha hapa wote. Wale maaskari walivyoona sasa hivi wakasema nyie fanyeni, maana mimi ndo nilikuwa tu na nguvu nimebaki kwa sababu ile majani sijalalia sana. Wakaniambia fanyaje? Nyanyuka hapo, wabebe wenzio muondoke, maana tunawatorosha hapa ili hao wakuu wasifanyaje wasijue. Tukaambia sawa. Yule mwenzangu ambaye mmoja alikuwa na nguvu kidogo, tukampandisha yule mwingine ambaye hajiwezi. Nikapandisha katembea tu kama watu 5 hivi. Nikawa sasa yule mmoja nguvu imemwishia kabisa na yule mwingine nguvu ikamwishia, tukadondoka chini. Dondoka chini pale. Nikawa sasa mimi sielewi, nimechanganyikiwa nifanyeje. Yule mwingine mate anamtoka puani, macho yameanza kubadilika kabisa. Nimefika pale nikasimamisha gari ya kwanza, wakasimama, nikawaelezea pale, wakasema hawajasema kwanza kitu, wakaondoka. Nikasimamisha gari ya pili, hawajasimama. Bahati nzuri kulikuwa na jamaa alikuwa anaosha bajaji. Na kuna jamaa fulani naye alikuwepo hapo na mama fulani alikuwa na mtoto. Ndio tukaa pale nikawabeba. Kuwabeba nikamwambia jamaa sasa naomba nitumsaidie maana hao jamaa hapa wana hali mbaya sana. Jamaa kwa sasa na yeye anaogopa maana jamaa huko kwenye hali mbaya sana. Mimi sasa ile nimechanganyikiwa. Nikawa sasa nikafanyaje? Nikawabeba. Nikaweka kwenye ile bajaji, nikaweka kwenye bajaji wote wawili. Akawa sasa ameondoka na huyo jamaa mwingine na huyo jamaa mwenye bajaji wakatembea. Mimi nikawa naendesha bike. Bike nimetembea nguvu na mimi ikaanza kuniishia. Nikawa sasa yule jamaa bajaji akasimama akaniambia vipi? Nikamwambia mimi siwezi kuendesha pikipiki. Akaniambia basi ngoja nikusaidie mpaka hapo mbele. Nipeleke sehemu fulani ili nikurudie wewe. Nikamwambia sawa. Akapeleka akarudi akanichukua tukaenda kwenye bajaji. Tukapanda tumefika pale mbele tu kidogo, yule mmoja akafia njiani. Tukatembea tena pale tukafika hospitali sasa pale. Madaktari sasa waelewi. Mimi nimechanganyikiwa nalia, nimevuta pale, nakuta kitanda kikavuta mwenyewe nikakipeleka pale. Watu wananishangaa tu, nikamwambia naombeni msaada tu mnisaidie. Nimefika tu pale, watu nao wananishangaa. Nikawa sasa mimi nimechanganyikiwa nalia. Tulipofika, yani mimi mawazo yangu mimi nilikuwa nawaza kwenda Babati unapita Karatu. Ndio ilikuwa mawazo yangu. Kile kibao pale cha nani sijakisoma. Kwa hiyo mimi nikaingia hivi. Mlikuwa mmepakizana ngapi kwenye pikipiki? Tulikuwa watatu. Na hii ni mara yako ya kwanza wewe kwenda Babati? Ndio mara yangu ya kwanza kwenda Babati. Sasa wenzangu nikajua kama mimi nikajua napajua. Nilivyoingia hivi maana nao hajaniambia kwamba sio huku. Tukaa sasa wote tunaenda. Sasa tulikuwa tunatembea tuwawai wenzetu wa mbele ambao ndo walikuwa napajua. Wewe unafanya kazi gani na hao wenzako wanafanya kazi gani? Wote ni mafundi garage hapo Disemba. Na kifo cha wewe mwenzenu kimetokana na kipigo cha askari wa uhifadhi? Yani ni adhabu tu ambayo nimepewa yale majani, maana yule mmoja ambaye amefariki alikuwa amenyoa tu hizo nywele. Kwa hiyo alivyonyoa zile nywele ile mbe ikimchoma huko kichwani. Huo mbe ukichoma brother, mimi umenichoma tu mmoja hapa, unaona huko kote kumevimba huko. Upande huu wote huu umeparalyze, yani hata nguvu unakosa. Kwa hiyo wale jamaa walivyokaa tu dakika 2 hivyo wakawa hawajiweza hata kusimama. Wakawa sasa wamedondoka chini. Ndio. Kwa hiyo tuseme mwiba ndo sababu ya kupelekea kipigo. Ule mwiba ndio ilikuwa sababu, maana tumefika pale daktari yenyewe anasema hii mwiba ina sumu kali sana. Yaani ukikuchoma unaweza hata ukaparalyze nani tu ndio ndiko inafanya kazi. Yaani ubongo utakuwa tu ndio unafanya kazi. Sasa mlikuwa labda mna silaha yoyote mpaka wakawaambia labda nyinyi ni majangili? Tuna silaha yote. Tumevuliwa mpaka nguo. Ukakuta hamna kitu. Walivyopotea ndio wakakamatwa na maaskari wa wanyamapori. Walivyokamatwa wakahojiwa, wakasema kwamba wamepotea, wanaenda kuzika lakini wamepotea. Wale maaskari hawakuwaelewa, wakaanza kuwapiga.
Sasa vile alivyoniambia wakaanza kuwapiga, nilihisi vibaya sana kwa sababu vipigo vya maaskari na vifahamu. Nilijisikia vibaya sana. Nikakaa hapa, nikampigia hapatikani. Nikaanza kuwapigia ndugu zangu ambao ni wa baba zake wadogo. Nilipowapigia wale baba zake wadogo, tukaja hapa tukakutana. Kabla hatujakutana ndio nikampigia tena Abdalla akanipokea. Kaniambia shangazi, ndio kama hivyo. Nikamwambia sawa, ila wala usikimbie wewe, tulia tu hapo hapo ili uko kwenye vyombo vya usalama utafanikiwa tu nani. Basi baadaye jioni tukakutana na ndugu zangu, tukasasa tunafanya. Nikamwambia jamani, hawa wameshafuatwa na ndugu yetu mmoja ambaye anafanya naye kazi huko Desemba. Mara yule ndugu yetu nikamuuliza, akaniambia kwamba ni kweli na hivi naenda kuwachukua. Sawa, kwenye saa 5 usiku akanipigia simu akasema, dada narudi, niko na Abdalla lakini mgonjwa tumemwacha hospitali na ile maiti tumeiacha mochwari. Nikamwambia sawa. Basi alipokuja usiku ule nikampokea mwanangu, nikashukuru Mungu. Sawa. Yaani huyu kijana ni mtoto wa mdogo wangu. Anatoka Tanga huko. Tangu nimemchukua mwaka juzi, sijapata taarifa ya aina yoyote. Yaani hata kugombana na wenzake mtaani. Nimekaa naye sana hapa kahama mwaka jana kaniambia shangazi, acha nipate chumba na mimi nianze kujitafuta mwenyewe. Nikamwambia sawa, jambo la heri. Lakini tangu pia amehamia huko kwenye chumba hicho nani sijasikia mara. Maaskari kama askari wanatulinda, hatukatai, lakini endapo mtu amekufuata kwa usalama, hebu jaribu kumsikiliza. Kwa sababu jambazi hana alama usoni na mtu mwema hana alama usoni, lakini yale maongezi unaweza kujua huyu sio mtu mbaya, ni mtu mzuri. Kwa hiyo vile walivyowaambia toeni faini, wangewaachia pale pale kwamba toeni faini. Wale walishapigia wenzao kwamba jamii sisi tumepotea na hapa tuko hivi, wale wenzao wangekubali, wangekuja kuwakomboa. Hata mimi mwenyewe hapa ningeambiwa hivyo, ningemtumia mwanangu hela. Lakini sasa wale jukumu la kuwapiga kweli inauma sana. Nauma sana. Yaani hao watoto hao ila nikumshukuru Mungu, alhamdulillah. Kama wao hawana watoto halitawakuta. Hii ni Arusha Kondo Hotel, hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha. Muonekano wake ni wa meli iliyobeba kila kitu. Namba 1, kuna maduka ya biashara. Namba 2, ofisi za taasisi mbalimbali. Namba 3, ndo hoteli yenyewe sasa. Hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao. Kwa ajili ya usalama, milango yote inafunguliwa kwa kadi maalum zinazotumia umeme. Ukiwa ndani ya hoteli, unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya Mlima Meru. Kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako. Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa. Kwa mawasiliano zaidi, arushakondohotel@gmail.com. Simu 0747 705 090 na 0676 705 090.